وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. طيب, leo hii ni majlisi ya mwisho insha Allah taala katika muda huu tulionao, kisha tutatoa mapumziko mafupi kwa ajili ya Eid al-Adha. Tutarudi tena baada ya sikukuu insha Allah taala. Na darasa iliyopita tulikuwa tukielezea fadlu yaumi nahri, ubora wa siku ya kuchinja, wa ayami at-tashriq, siku ya kuchinja ambayo ni siku ya mwezi 10 Dhulhijja, na hiyo ndio siku ya hija kuu, yaum al-hajj al-akbar, na hii ndio siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha kuwa ni siku iliyokuwa tukufu katika masiku ya mwaka mzima. Inna a'dhama al-ayami 'inda Allahi ta'ala yawm an-nahr. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakika siku tukufu zaidi katika masiku yote mbele ya Allah tabaraka wa taala ni siku ya kuchinja, kwa yale yanayofanyika katika siku hii ya mwezi 10, ikiwemo kutekelezwa mahujaji ibada ya tawafu al-hajji au tawafu ar-rukni au tawafu al-ifadha. Kama tulivyoona kwamba siku hii mahujaji wanatoka pale walipolala Muzdalifa wakirudi Mina na kujiandaa kwenda kutupia vile vijiwe katika Jamratul Aqaba. Kisha baada ya kumaliza kutupia vile vijiwe, wale ambao wana afya, yani afya zao zinaruhusu kutokana na mzunguko waliokuwa nao kuanzia jana walipotoka Mina wakaenda Arafa, na baada ya kutoka Arafa na heka zake za safari pilika, baada ya kuzama kwa jua wakaenda Muzdalifa, wakalala hapo. Kisha baada ya kutoka Muzdalifa asubuhi, baada salati al-fajri, ndo wanatoka na kuelekea Mina kwa ajili ya kurusha yale mawe. Kwa hivyo wale ambao wanakuwa na afya njema, afya zao zinaruhusu, baada ya kumaliza kurusha mawe Jamratul Aqabati al-Kubra, wanaondoka moja kwa moja Maka mjini kwenda kutekeleza tawafu, kwenda kufanya tawafu al-ifadha. Wanakwenda haram kufanya tawafu, na hii ni siku adhim, siku nzito, na ni siku ya mzunguko mkubwa kwa mahujaji. Walillahi alhamdu wal minna.
Kwa hivyo baada ya kumaliza tawafu, wale watakaowafikishwa watakwenda sa'i baina Safa wal Marwa, na baada ya kumaliza sa'i watakwenda kunyoa au kupunguza. Baada ya hapo mahujaji wanakwenda kupumzika na kuondoa zile ihram zao, na hapo wanaruhusiwa kuvaa nguo zao za kawaida. Kwa hawa ambao watakao kuwa tayari wamemaliza kufanya tawafu na wakafanya sa'i, na wako wengine hawatoweza, baada ya kutoka Muzdalifa wakaenda Mina kutupia vile vijiwe. Akishamaliza, kwa sababu afya yake haimruhusu kutoka pale Mina kwenda Maka mjini haram kwa ajili ya kufanya tawafu, afya yake ikiwa haimruhusu, basi anarudishwa na wanakuwa wanapewa taujihati. Kila taasisi na kundi lake wanawapa taujihi wale mahujaji kwamba ambaye hawezi akae huku, anayeweza kwenda akae huku. Na ndio maana wanapewa semina kabisa wakati kabla hawajafika siku hiyo, kwamba kama afya hairuhusu usijiunge na watu wanaounganisha, kwa sababu muda bado unao. Kimaliza kutupia vijiwe unarudi Mina kwenye mahema, unapumzika, unaendelea na ibada zingine. Utakwenda kufanya tawafu na sa'i mwishoni kabisa, yani siku ya 13 au siku ya 12. Kwa hivyo hii siku ya mwezi 10 ni siku nzito kwa mahujaji, hasa wale ambao wanaunganisha, nakuwa na mzunguko mzito, mzunguko mrefu, na ni mzunguko mkubwa wa kiibada. Kwa sababu nasema hivi, mimi mwenyewe naujua, si kwa usoma, si kwa kuusoma, ni naujua kivitendo, nimefanya. Ndio maana nasema hivi, na ndio maana nawahimiza sana vijana wenzangu wale ambao Allah tabaraka wa taala amewawafikisha kuwa na uwezo wa kimali, waende haji wakiwa na afya zao, wakiwa katika umri wa shabab. Wenyewe wanasema nakuwa na nguvu kidogo, hii inakuwa tutasikia raha ya ibada ya haji. Vinginevyo ukienda dhoful hali, kwa sababu ya uchovu, inakwenda mtu safari, kuna baadhi ya sehemu mpaka hivi vigari, wakati mwingine vigari vya kusukuma vile, la mahalla lahu, yani huwezi kuvitembeza. Kwa hapa inakuwa ni changamoto kwa watu wanaokwenda ni wagonjwa, hapo ndio unapata changamoto kubwa sana. Lakini baadhi ya sehemu vinakuwa vinatembea vizuri na kadha, walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo ukienda kutekeleza ibada ya haji ukiwa na nguvu zako ni bora zaidi, ni bora zaidi. Wengine anakuambia mimi nasubiri nikishakuwa mtu mzima hivi ndo nikatekeleza ibada ya haji, kwamba haji inapendeza ukifanya ukiwa mtu mzima mzee, unaitwa alhaji, lakini kijana hautaitwa alhaji. Hii si sawa. Kufanya haji si lazima uitwe alhaji bwana. Wewe unafanya haji ili watu wakuite baadaye kuwa alhaji fulani, alhaji fulani. Sasa mambo ya kisufi haya bwana. Ndo mtu akitoka haji basi wanampigia ngoma na zefe, matwari za kutosha, msafara kabisa, watu wanapanga sira kwenda kumpokea sharifu. Ndio nataka hivyo? Nenda katekeleze ibada ya Allah tabaraka wa taala. Na leo tulikuwa mwezi 8 na tumeingia tayari mwezi 9, si ndio? Tumeingia mwezi 9, walillahi alhamdu, kwa mujibu wa kalenda ya Kiislamu, kwa maana tunaamka na saumu ya Arafa insha Allah taala.
kwa watu wasighafilike na ibada hii ya saumu ya Arafa, watu wasighafilike nayo. Tayib, tulibakia sehemu gani Sheikh katika darasa iliyopita katika huu mlango wa ayamu tashriq? Kwa hiyo tutamaliza mlango huu kisha tutarufungua mlango wa maswali. Kama na maswali yako sasa leo ndio nataka uulize. Mwenye swali aandike swali lake mapema alilete mbele. Tulibakia wapi Sheikh Isa? Wakati mara طيب hii tulisoma. وفي أيام التشريق تقع بقية أعمال الحج كالرمي والطواف وغير ذلك. hii tulisoma bila shaka. Na katika siku ya tashriki, haya masiku ya tashriki, Sheikh anasema ndio hufanyika matendo mengine yaliyobaki ya haji kama vile kutupia vijiwe na tawafu alhaji wa ghairi dhalika. Yani tawafu alhaji kwa yule ambaye alikuwa hajafanya tawafu siku ile ya mwezi 10, ama atakayekuwa ashafanya tawafu siku ya mwezi 10, yeye anakuwa ashamaliza sehemu hiyo. Wa ghairi dhalika, na mengineyo katika ibada na manasikul haji. وقد مر معنا, ndo tunaanza hapa darasa jipya sio? Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, وقد مر أنه يشرع التكبير إلى آخر أيام التشريق. na imekwisha tangulia maelezo hapo nyuma. وقد مر, yamekwisha pita maelezo hapo nyuma, أنه ya kwamba يشرع التكبير ni sheria, bimaana yustahabu, inapendeza kuleta takbira ila akhiri ayami tashriqi, mpaka mwisho wa masiku ya tashriqi, masiku ya kukausha nyama. Waljahru bihi, na kwamba inapendeza kudhihirisha sauti kwa hizo takbira. Waljahru bihi ay wa yushra'u aidan aljahru bitakbiri, na ni sheria pia, kwa maana inapendeza kisheria kudhihirisha sauti kwa takbira. fi turuqati, katika njia, kwa maana watu wanapokuwa njiani. fi turuqati, njiani, watu natakiwa walete takbira na wapaze sauti zao fi turuqati, wanapokuwa njiani. wa ba'da as-salati, na baada ya sala, ay baada salawati al-mafruḍa. jazakallahu khair, baada ya sala za fardhi. Wa baada salati, na baada ya sala, kwa maana baada ya sala za fardhi. Kama tulivyoeleza kuwa takbira ziko aina mbili, kuna takbirul mutlaq na takbirul muqayyad. Takbira al-mutlaq ni zile ambazo hazijafungwa kwa wakati maalum, unazileta muda wote. Ama takbirul mutlaq ni zile ambazo zimefungwa kwa wakati maalum, ndio hizi baada salah. Wa ghairi dhalika, na sehemu nyinginezo zisizokuwa hizo, ambazo inapendeza waislamu kukithirisha kuleta takbira, kumkabiri Allah, kumtukuza Allah tabaraka wa taala. Kisha anasema Sheikh hafidhahullah taala, la yushra'u siyamu ayami tashriq, si sheria. la yushra'u siyamu ayami tashriq, sio sheria kufunga masiku haya ya tashriqi. Si sheria, kwa maana si katika sunna kufunga katika haya masiku ya tashriqi. Lilhaji, sawa sawa kwa mtu ambaye ni haji, au ghairi alhaji, au hata kwa asiyekuwa haji. Fahiya ayyamul eid, masiku haya ya tashriqi ni masiku ya Idi, ni siku za sikukuu. Si katika sunna kufunga ayyamu tashriqi,
Na ukiangalia ayamu tashriqi mara hii siku ya kwanza kabisa itaangukia Alhamisi, si ndio? Siku ya kwanza itaangukia Alhamisi. Kwa hiyo kama wewe umezoea umejiwekea mazingira na mazoea ya kufunga kila Alhamisi, basi Alhamisi hiyo usifunge. Alhamisi hiyo usifunge, na hakuna uchamungu huo. Yani hakuna uchamungu wa kufunga siku ambayo mtume hajafunga sallallahu alayhi wasallam. Illa lilmutamatti'i, isipokuwa kwa haji ambaye ni mutamatti', isipokuwa kwa haji ambaye alihirimia ibada ya tamattu. Kadhalika haji ambaye alihirimia ibada ya qiran. Kwa almutamatti'u walqarinu, mahujaji hawa wawili, yani watu hawa wawili ambao wamehirimia ibada ya haji kwa aina ya tamattu au kwa aina ya qiran, basi hawa wawili wanaruhusiwa kufunga katika haya masiku. Ndio Sheikh anasema illa lilmutamatti'i, isipokuwa kwa mtu ambaye ni mutamatti', yani haji aliyehirimia ibada ya haji kwa tamattu, yani wakati anahirimia, kwa sababu ibada ya haji iko katika sampuli ngapi? 3. Yani mtu anaweza kuhirimia kwa sampuli moja kati ya hizi 3. Imma akahirimia kwa kufanya ibada ya haji kwa tamattu. Sheikh Mnape Allah muhifadhi, kuna hutuba moja ya juzi kati alielezea haya, mnakumbuka? Kwa unaweza kahirimia haji kwa tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj, ni tamattu. Yani mtu huyo amehirimia tamattu, yani ni haji, amehirimia umra kwanza, kisha anakwenda Makka anafanya umra, akimaliza umra anatahallal, anavaa nguo zake, anasubiri siku ya mwezi 8 leo anahirimia haji. Tayari hii mutamatti. Au anaweza kahirimia haji labbaik Allahumma hajjan, anaweza kahirimia hija peke yake, anaweza kahirimia hija peke yake. Huyo ni qarin, ni mufrid, amehirimia kwa ifrad. Au anaweza kahirimia kwa qiran, akakusudia akahirimia ibada ya haji kwa qiran, kukutanisha haji na umra, haji na umra. Ila qarin na mutamatti wanatofautiana, kuna sehemu wanapishana kidogo, lakini wote wanafanya umra kisha haji. Tayari wanafanya umra kisha haji, lakini qarin ni tofauti na mutamatti. Mutamatti anafanya umra kwanza kisha anatahallal, anavua ihram, anavaa nguo zake hapa katikati, na anaruhusiwa kukata, kufanyaje. Huyo qarin, huyo mutamatti akishamaliza umra anasubiri yaumu tarwiya mwezi 8. Ama qarin akishafanya umra anabaki na ihramu zake, anasubiri kuhirimia haji, anasubiri kuhirimia haji. Kwa hiyo wanatofautiana kidogo kati ya alqarin na mutamatti. Ama mufrid anahirimia haji peke yake, anahirimia haji hija peke yake, labbaik Allahumma hajjan. Kwa hivyo kama mtu amehirimia kwa aina hii ya tamattu au ya qirani, huyo analazimika au amemswaga mnyama, analazimika awe na mnyama wa kuchinja. Mutamatti na qarin analazimika awe na mnyama wa kuchinja. Sasa atakapokuwa huyo mutamatti au qarin akakosa mnyama wa kuchinja,
ndio anawajibika kufunga. Ndio hapa Sheikh anasema la yushra'u siyamu ayami tashriqi, si sheria kufunga masiku ya tashriqi illa lilmutamatti, isipokuwa kwa mtu ambaye ni mutamatti. Kadhalika na qarin, Sheikh hajamtaja hapa. Idha lam yajid alhadiya, kama hatopata mnyama wa kumchinja. Hadiya, alhadiya tulielezea kwamba kuna tofauti ya udhuhiya na hadiya. Hadiyu ni mnyama anayemchinja haji kama zawadi kwa mafakiri wa Maka. Udhuhiya ni mnyama anayechinjwa na mtu ambaye sio haji. Umeelewana? Kwa itakapokuwa huyu haji aliyehirimia kwa tamattu, ambayo ndio aina ya ibada ya haji wanahirimia watu wengi, ni hii tamattu, na ndio aliyoitamani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idha lam yajid alhadiya, ikiwa hatopata mnyama wa kumchinja, atawajibika kufunga mtu huyo ala alqawli arrajihi, kwa kauli yenye nguvu, lidhahiri qawlihi ta'ala, kwa dhahiri ya kauli yake Allah mtukufu aliposema faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajj. Faman lam yajid ay faman lam yajid alhadiya, basi yeyote ambaye hatopata mnyama wa kumchinja, fasiyamu 3 ayamin, basi fidia yake inatakiwa afunge siku 3 fil haji, akiwa haji. Fil haji, akiwa haji, inatakiwa afunge siku 3 akiwa haji, 3 ayyam. Sasa ikiwa mtu huyu alikuwa hajafunga katika zile siku za haji kabla ya kufika yaumu tarwiya, kama alikuwa hajafunga na hakupata mnyama, basi atawajibika kufunga hizi siku za tashriqi, fasiyamu 3 ayyam fil hajj, ambazo hizi zitakuwa ni ayyamu tashriqi athalatha. Kwa atazifunga hizi siku 3 za tashriqi. Mtu huyo tu ndiye ambaye amefanyaje, ameruhusiwa kufunga katika haya masiku ya tashriqi. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayamin fil hajj, afunge siku 3 akiwa haji, wa 7 idha raja'tum, na siku 7 mtazifunga mtakaporejea nyumbani kwenu. Kwa maana siku 3 atafunga akiwa haji, baada ya hapo atafungulia, atakwenda kufunga siku 7 zilizobaki atakaporudi nchini kwao. Atakaporudi nchini kwao ndio ataenda kufunga. Wa 7 idha raja'tum tilka 10 kamilatun, hizo ni siku 10 zilizokamilika. Kwa maana fidia yake natakiwa afunge siku ngapi? 10. Mutamatti na qarin asipopata mnyama wa kumchinja anawajibika afunge 10 ayyam. Siku ngapi? 10. 3 ayyam fil hajj wa 7 idha raja'a ila baytihi, tilka 10 kamilatun, dhalika liman lam yakun ahluhu hadiri almasjid alharam. Na hii hukumu inamhusu yule ambaye si katika wakazi wa maeneo yale ya Masjid al-Haram. Tayari hukumu hii ya kufunga kwa yule ambaye hatopata mnyama wa kumchinja inawahusu watu ambao si wakazi wa maeneo ya Masjid al-Haram. Tayeb, tumeelewana hapo kwamba wanaoruhusiwa kufunga ni mahujaji hawa ambao hawakupata wanyama wa kuchinja. Wa qawluhu fil hajji, na kauli yake Allah tabaraka wa taala. Aya hii tuliyoisoma ni sura inapatikana katika surati al-Baqara aya 196. Na kauli yake Allah fil hajj,
aliposema fasiyamu 3 ayamin fil hajji, kauli yake hii Allah fil hajji yaummu, inaenea, yaummu ay yashmalu ma qabla yaumi nahri, inaenea kauli hii siku zilizopo kabla ya siku ya kuchinja. Ma qabla yaumi nahri, inaenea kauli hii siku zilizo kabla ya siku ile ya kuchinja. Wama ba'dahu, na siku zinazofuatia baada ya siku ya kuchinja. Fatadkhulu fihi, kwa hivyo zinaingia katika hiyo kauli ya Allah fil hajji ayamu tashriqi, zinaingia katika kauli hiyo ya Allah masiku ya tashriqi. Waqad warada an ibn Umara, na imekuja athari kutoka kwa ibn Umara. Waqad warada, imekuja athari, kwa maana imepokewa athari an ibn Umara, kutoka kwa ibn Umara Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi, wa Aisha, na Aisha radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anhuma, annahuma qala, kwamba hawa masahaba wawili wamesema, Abdullah ibn Umar na Aisha ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhum, qala, wamesema hawa masahaba wawili, lam yurakhas fi ayami at-tashriqi an yusamna illa liman lam yajid al-hadiya, lam yurakhas, haijaruhusiwa kisheria. Lam yurakhas, haijaruhusiwa kisheria, yani si ruhusa kisheria. Fi ayami tashriqi, katika masiku ya tashriq, haijaruhusiwa kisheria. Fi ayami tashriqi, katika masiku ya tashriqi. An yusamna, kufungwa masiku hayo, haijaamrishwa kisheria kufungwa masiku hayo. Illa liman lam yajid al-hadiya, isipokuwa kwa mtu ambaye hajapata mnyama wa kumchinja, isipokuwa kwa mtu ambaye hajapata mnyama wa kumchinja. Kwa maana kwa mahujaji ambao wamehirimia tamattu na qiran, na ikawa hawajapata mnyama wa kumchinja, basi hawa ndio wanawajibika kufunga na wanaruhusiwa kufunga katika hayo masiku ya tashriqi. Hii ni athari ya Ibn Umar na Aisha. Lam yurakhas, haijaruhusiwa kisheria. Fi ayami tashriqi, katika masiku ya tashriqi. An yusamna, yafungwe haya masiku, si ruhusa kisheria kufungwa haya masiku isipokuwa liman lam yajid al-hadiya, kwa yule ambaye hajapata mnyama wa kumchinja. Sheikh anasema wa hadha lahu hukmu ar-raf', wa hadha lahu hukmu ar-raf'i, wa hadha ay hadha al-atharu, atharihi, wa hadha ay hadha al-atharu, atharihi ya hawa masahaba wawili, lahu hukmu ar-raf', ina hukumu ya kurufaishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hukumu yake inarufaishwa moja kwa moja kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana masahaba wanaposema lam yurakhas, haikuruhusiwa kisheria, maana yake wametoa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume hakuruhusu kisheria. Hii ndio maana lahu hukumu ar-raf'. Hukumu hii, maneno yao haya yanarufaishwa moja kwa moja kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba jambo hili linatoka kwa Mtume. Mtume alayhi salam hakuruhusu watu kufunga ayyam at-tashriq,
isipokuwa kwa watu hawa waliotajwa. Qala ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, anasema Imam ash-Shawkani Allah amrehemu, wa hadha aqwa al-madhahibi, na hii ndio kauli yenye nguvu katika madhehebu yote. Wa hadha aqwa al-madhahibi, na kauli hii ndio kauli yenye nguvu katika madhehebu yote, kwa maana kauli inayosema kwamba si ruhusa kufunga ayamu tashriq, madhahabu haya ya kutokufunga ayamu tashriq, aqwa al-madhahib, ndio madhhabu yenye nguvu. Kauli hii ya kusema kwamba si ruhusa kufunga ayamu tashriq isipokuwa kwa mutamatti au qarin ambaye hakupata mnyama, kauli hii ndio aqwa al-aqwal. Imam Shawkani anasema ndio kauli yenye nguvu kuliko kauli zingine. Na hapa Imam Shawkani anaashiria kwamba masala hii ni mas'alatun khilafiyya aliposema wa hadha aqwa al-madhahib, fihi ishara ala anna al-mas'ala khilafiyya, kwamba masala ni khilafu, kuna kauli zingine, lakini yeye anaona hii ndiyo kauli yenye nguvu, na hii ndiyo kauli yenye nguvu kwamba ayamu tashriqi hazifungwi isipokuwa kwa watu hao. Wallahu a'lam. Kisha katika kumalizia risala yetu Sheikh anasema wa ayamu tashriqi, na masiku ya kukausha nyama, bil idafati ila yaumi nahri, ukiongeza na siku ile ya kuchinja ya mwanzo, siku ya mwezi 10. Hiya ayamu dhabhin lil adahi, hayo ndio masiku ya kuchinja udhuhiya. Hiya ayamu dhabhin, hayo ndio masiku ya kuchinja lil adahi, wanyama wa udhuhiya, wal hadi, na wanyama wa zawadi. Al adahi ni jamu ya udhuhiya, adahi ni jamu ya udhuhiya, ni wingi wa udhuhiya, na tumeeleza udhuhiya ni mnyama anayechinjwa na mtu gani. Wal hadi tumeeleza ni mnyama anachinjwa na mtu gani. Simeelewa? Intabihu. Anasema wa ayamu tashriqi, masiku ya tashriqi ambayo ni siku 3, 11, 12, 13. Bil idafati, ukiongeza au kwa kujumlisha, ila yaumi nahari, kwa kuongeza na siku ile ya mwanzo ya kuchinja, kwa maana zinakuwa siku ngapi? 4, zinakuwa siku 4. Hiya ayamu dhabh, hizi siku zote ndio siku za kuchinja udhuhiya na hadaya. Ala al-arjah, ala al-arjahi, usiju kati ya sakna, ala al-arjahi, kwa kauli yenye nguvu kwamba haya ndio masiku ya kuchinja, na hii ndio kauli yenye nguvu. Naam, kwamba masiku ya kuchinja yako mangapi? 4. Kuanzia Jumatano ndio siku ya kwanza ya kuchinja baada sala biidhnillahi alkarim. Alkhamis siku ya kuchinja, Ijumaa siku ya kuchinja, Ijumaa mosi siku ya kuchinja, mpaka jua lizame siku ya Ijumaa mosi. Jua likizama siku ya Jumamosi, khalas intahat waqtu dhabh al-adhahi, hapo muda wa kuchinja udhuhiya unakuwa umeisha. Kwa atakayebaki kuchinja tena Jumapili, hiyo ni kitoweo, hiyo inakuwa ni kitoweo, sio tena udhuhiya. Sasa tuko katika Dhulhijja, naam, lakini nyakati za ibada ya haji zishafanyaje? Zimemalizika. Wallahu ta'ala a'lam. Kwa hivyo hapa Sheikh amemaliza
risala hii, lakini kwa ujumla unaweza ukajua kana kwamba mbona amesema tutasoma adabu za ayamu tashriqi, mbona hatujaziona? Adabu za ayamu tashriqi amezitaja, ila kwa jumla jamala tunazitaja kwa ufupi. Adabu ya kwanza katika adabu za ayamu tashriq, katika adabu ambazo inatakiwa Muislamu kushikamana nazo na kujipamba nazo katika haya masiku ya tashriqi, moja, al-aklu washurbu fiha. Al-aklu washurbu, kula na kunywa. Hii ni katika adab ambazo natakiwa Muislamu ajipambe nazo katika haya masiku ya tashriqi. Mwezi 11 mpaka 13 ni siku za kula na kunywa na sio siku za kufunga. Hiyo ya kwanza. Thaniyan, al-iktharu min dhikrillahi azza wa jalla, kukithirisha kumtaja Allah tabaraka wa taala. Adabu ya pili, kukithirisha kumtaja Allah kwa wingi, yani kumtaja Allah kwa wingi katika hayo masiku ya tashriqi, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayamu tashriqi, masiku ya tashriqi, ayamu aklin wa shurbin, ni masiku ya kula na kunywa, yani kula nyama. Sawa, kula nyama, yani masiku ya kula, kwa maana ni masiku ya kula nyama, sio kula sana wali, kula nyama kwa wingi, kwa sababu ni masiku ya kuchinja, ni masiku ya kuchinja. Kwa aliposema ni masiku ya kula na kunywa, maana yake ni siku za kula kwa wingi nyama, sababu ndio vitoweo vinachinjwa kwa wingi, kwa watu watakuwa wanafanyaje? Wanakula nyama. Acheni ubakhili, chinjeni watoto wale, chinjeni watoto wale wenye wasaa. Na maneno haya yanahusu wenye wasaa. Isije kesho akasema sasa shehe vipi, mbona kama ananiangalia mimi na mimi sina kitu. La, haya maneno yanawahusu wale ambao wana hela alafu wanawafanyia ubakhili watoto wao. Kama siku hizi zaidi wanawalisha mbaazi yao na kadha, wanawaambia ndo mboga ya kitaifa. Hapana bwana, acha ubakhili shekhi. Siku ya Idi pika nyama, na hii ni Idi ya kuchinja. Chinja watu wapate kula nyama. Tayib, hiyo ya pili, kumtaja sana Allah tabaraka wa taala. Ya tatu sio? Naam. Ya nne, ya tatu tumesema ya kwanza kula na kunywa, ya pili kumtaja sana Allah, ndio? Tayib, ya tatu aljahru bitakbiri, kudhihirisha sauti kwa takbira, kudhihirisha sauti kwa takbira. Hii pia ni katika adab ya masiku haya. Nne na ya mwisho, annahu la yushra'u as-siyam fiha, kwamba si sheria kufunga swaumu katika hayo masiku. Adabu ya nne ni kwamba si sheria kufunga katika masiku hayo. Kwa unapofunga katika masiku haya tashriki, imevunja adabu, si katika adabu. Wallahu a'lam. Mwisho Sheikh anasema khatimatan au khatimatun, khatima ni mwisho, yani tamati, kitabu kimeisha na kimeishia hapo. Kwa maana haya tuliyoyaeleza tumebakia hapo. Katika kumaliza mazungumzo yake, Sheikh anasema hadha ma tayassara jam'uhu, haya maneno niliyoyaandika ndiyo ambayo Allah amenitilia wepesi kuyakusanya. Hadha ma tayassara jam'uhu, haya ndiyo ambayo nimewepesishiwa kuyakusanya, au yamekuwa ni mepesi kwangu mimi kuyakusanya. Fi fadaili, katika kuelezea matukufu na ubora wa ahkam na hukumu 10 Dhulhijja, za 10 hili la kwanza la Dhulhijja, wa ayami tashriqi,
na masiku ya tashriqi. Hayo tuliyoyaandika ndio machache ambayo Allah ameniwekea wepesi kuyakusanya katika kuelezea fadhila na hukumu za 10 la kwanza la Dhulhijja na ayamu tashriq. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.